Mechi za kwanza hizi ambazo zimechezwa ni timu 3 peke yake. Singida, Yanga, Simba ndizo ambazo zimefanikiwa kupata alama 3. Lakini kwa upande wa Azam, wao wamefanikiwa kupata alama 1 tu baada ya kung'ang'aniwa na Polisi Tanzania. Hii inatoa taswira gani kwa mpishano huu na matokeo haya ya mwanzo kabisa ambayo yamekusanywa? Simoranga. Kwa upande wa Azam FC, ukiangalia kwa misimu hivi karibuni wamekuwa wanashindwa kucompete nafasi ya ubingwa ama nafasi ya pili kutokana na changamoto kama hizi ambazo wanakuwa wanazipata katika baadhi ya mechi zao kutoka sare. Ukiangalia katika michezo ya Azam FC msimu uliopita, ni moja wapo ya timu iliyotoka sare nyingi katika ligi kuu. Msimu uliopita timu ya kwanza kutoka sare nyingi ilikuwa ni Namungo, sare 13. Timu ya pili ilikuwa JKT Tanzania na Mashujaa, sare 12. Timu ya tatu ndio hiyo Azam FC na TRA, sare 10. Ni kitu ambacho kwa Azam FC imekuwa inawafilisha mno katika harakati zake za kutoa ubingwa ama nafasi ya pili. Timu ya daraja la hadhi ya kukompiti ubingwa, Simba na Yanga ambao nao wapo hapo, unatoka sare 10, alafu sare zile 10 dhidi ya timu za mid table. Yani timu za daraja kati. Ugeni wa kocha. Ugeni wa kocha. Ile kwa mfano msimu uliopita unaweza kusema ni ugeni wa kocha. Rejea msimu wa nyuma hivyo hivyo tena. Sare zimekosa kutosha. Yaani sare imekuwa ni nyingi, umeelewa? Ibenge ya kuepo. Kwa hiyo ni changamoto ambayo kwa upande wa Azam FC wamekuwa wanapitia. Nikupe mfano mmoja mzuri kwa msimu uliopita ule, acha ule wa Ibenge wa Jumake. Azam FC toka sare 6. Chache sana. Wakati wana compete na ubingwa, wafana Yanga toka sare 1, Simba sare 3, yeye 6. Kuna alama nyingi ambazo umedondosha. Hapo ulikuwa na kocha ambaye Rashid Tause. Alikuwa Tause. Ambaye kana timu kwa muda mrefu na vitu vinginevyo, lakini ikashindikana hivyo. Maana yake hiyo ni changamoto ambayo imekuwa inatokea. Na bora utoke sare na mkubwa mwenzako. At least kidogo unaweza kawa unaelewa. Huyo ni size yako maana. Lakini unatoka sare na Mashujaa, Polisi Tanzania ambapo daraja. Yaani ndio mechi ya kwanza ya ligi baada ya kushuka, unatoka nao sare. Kidogo inatia shaka. Kuja kwa upande wa Singida, wanaendeleza walipoishia msimu uliopita. Na wamekuwa bora katika eneo kama hiyo. Ndio maana ukiangalia Singida kila msimu wamekuwa wanauza wachezaji wengi wazuri na bado wamekuwa na scout nzuri. Yaani kile kitengo chao inabidi wape pongezi sana Singida ile mechi ya kwanza ambao wamecheza na Fountain, no Lamine Jaju, lakini no mfungaji bora, yani hakuna mfungaji bora ligi kuu, Mosi Umwe ambaye kaondoka. Nani KK ya kuanza ule mechi ya kucheza, umeelewa? Morris Chuku naye ameondoka, ameenda Lebanon. Au ni wachezaji muhimu kwenye kikosi cha kwanza, lakini bado kuna maingizo mapya, naona anaingia pale anafanya vizuri na wanashinda kwa ushindi mzuri mechi ya kwanza, na ndio vinara wa ligi mpaka sasa hivi. Ndio wanaongoza. Wanaongoza. Wana mabao 3. Kwa hiyo wamekuwa wanafanya hivyo kila kukicha, wamekuwa bora katika hiyo kuweza kutengeneza kikosi, na kwa misimu miwili mfululizo Singida wanamaliza nafasi yao ile ya 4. Yaani wanapata ushiriki wa kushiriki michuano ya kimataifa. Walishiriki mara ya mwisho michuano ya CAF. Watu wakasema wamebahatisha. Safari ya pili na wamefuzu, wanashiriki tena hiyo CAF. Ni ngumu kuona, tulizoea kwamba katika ligi timu ya kwanza ya pili Simba Yanga hawezi kutoa pale, ndio? Ya tatu ikawa ndo Azam FC, ya 4 ikawa kama ina mwenyewe hivi. Yaani wote anaingia pale ile nafasi ya 4. Either Singida ama kuna kipindi Geita aliingia pale, KMC aliingia pale, na Mungu aliingia pale, ndio? Timu zaingia pale, lakini safari hii kwa msimu hii wa pili huu unaona Singida ameenda ku cement nafasi ile ya 4. Kwa hiyo kama nyinyi wengine huko basi mtafute nafasi ya 5. Ndio mpambanie sasa. Hii mtaa wangu wa 4 huu ni kwangu mimi. Wakashachukua. Kwa hiyo hapa anajiweka vizuri, pengine aende kumchallenge nafasi ya 3 pale. Kwa hiyo Azam naye inabidi akae mkao mzuri. Akitoka hapo angalia nafasi ya ubingwa. Nafikiri mimi Singida naona wamefanya vizuri, Simba kafanya vizuri raundi ya kwanza, Yanga amefanya vizuri.
Azam FC changamoto imekuwa ni ile ile, sare na ndio kitu ambacho kinaenda kumpa wakati mgumu. Lakini Azam FC inaweza kuwa na mechi kubwa na anafanya vizuri. Kwa mfano msimu uliopita Azam FC mechi dhidi ya Yanga dhidi ya Yanga kuchukua alama 6 kwake, alichukua alama 4, si ndio? Suluhu na alifungwa mechi ya pili, kwa aligoma kufungwa na Yanga ambaye ni bingwa. Singida naye ambaye ni top 4 ile alikataa kuchukua alama 6. Simba naye vile vile akuchukua alama 6. Lakini njoo kwa timu za daraja ya kati amekuwa alifungwa magoli 4. Unajua msimu uliopita ya Azam FC alifungwa michezo miwili tu toka ligi imeanza mpaka mwisho. Alifungwa na Yanga na akafungwa na TRA, tena goli nyingi, goli 4. Kwa hiyo nafikiri kwa mimi naona kwa upande wa Yanga amekuwa na ile consistency ama muendelezo. Simba naye amekuwa na huo, ndio maana msimu uliopita tufuate pointi 2. Singida naye amekuwa na huo muendelezo. Changamoto ni kwa hawa Azam FC ambao ukiangalia ndio sare imeanza ya kwanza hiyo. Unaweza kushuhudia sare za kutosha. Sijui itakavyokuwa, ni jambo la kusubiri na kuona. FM kutoka Tabata, Dar es Salaam, Tanzania.